Kila crypto unayoona ulimwenguni ina kitu nyuma yake. Inaweza ikawa ni project au inaweza ikawa miemko na emotions za watu. Na hicho kitu kinakuwa muhimu sana inapokuja kwenye swala la timing pamoja na strategy ambazo utazitumia kwenye investment yako. Na katika video hii tunakwenda kudissect hivyo vitu viwili kwa undani kidogo ili uweze kupata mwanga kama unataka kuanza safari yako ya uwekezaji kwenye crypto au kama unataka kuongeza katika kile ambacho unacho. Kama unaenjoy content za channel hii, basi usisite kusubscribe pamoja na kuacha comment ya maswali na vitu ambavyo unatamani nivizungumzie na ni dive deep into. Tukirudi kwenye mada ambayo tunaizungumzia leo. Tunapokuwa tunaangalia hizi cryptocurrencies, nimesema lazima kuna kuaga na kitu nyuma yake. Na for most cases na kwa crypto nyingi, it's either kuna project ambayo ina generate value kwenye ile crypto, au kuna kuwa na narrative ambayo inakuwa driven by emotion. Kuna kuwa na mihemko ya watu ambayo ina drive ile price ya coin. Na tukifanya utafiti au ukifanya uchunguzi wako binafsi utagundua kwamba utility crypto au crypto ambayo inakuja kutokana na existence ya project fulani huaga zinaendeshwa sana na performance ya project husika. Kwamba zile coin likipita wimbi la mihemko, labda imefika kipindi kile tuna bull run au kuna sentiment fulani sokoni, watu wengi wanakuja wanaingia wananunua na kuuza, kunakuwa na unnatural movement, yani movement ambazo sio za kawaida. Kwa hiyo itapanda sana, halafu lazima itashuka kidogo ili kurebalance. Lakini itakavoshuka kuna sehemu inapofika ni tunaitaga ni stabilization zone, kwamba coin inashuka lakini nafika bei fulani inakuwa stable muda mrefu. Kama tukiangalia kwa mfano Bitcoin ilipanda mpaka 120 na ngapi, imeshuka kwenye 60 na 50 60 na tunaona hapo imeweza kubalance kwa muda mrefu. Kwa sababu gani? Kwa sababu that's the stabilization zone. Na ile stabilization zone inatokana na organic usage of that specific project na organic demand of that specific project. Yani kwamba ile coin uhitaji wake au matumizi yake kwenye project yake husika na pia kwenye narratives za watu ambao ni long term investors imekaaje, ndo itadetermine kwamba this price is what people think it's a fair price. Kwa hiyo coin ambayo inakuwaga na project nyuma yake inakuwa na huo utaratibu. Tunapokuja kuangalia coin ambazo zina mihemko nyuma yake, ambazo zina hype nyuma yake, huwaga mara nyingi watu wanapokuja kwa wingi, tunapopata zile unnatural movements za soko, either inapanda sana kwa muda mrefu, ile hype inavyoondolewa, ile coin inakosa kitu cha kukirudia. Coin ambazo zinakuwa na project, zinakuwa na demand ambayo inatokana na project, inaendelea kufeed the system. Project ambazo zinaendeshwa na mihemko, unakuta inapanda, inashuka, inakosa kitu cha kuipa stabilization. Kwa sababu zile narrative, watu wanaondoka wanaenda kwenye project nyingine, wanaondoka wanaenda kwenye project nyingine. Unakuta inafika mahali it's only driven by stories za watu wachache ambao wamebaki. Na hiyo inakuwa mbaya sana kwa wawekezaji. Na mwisho wa siku utaona kwamba coin ambazo hazina project au coin movement ambazo zinategemeana na hype huwa zina require timing. Lazima utime soko, kwamba ukikosea tu kwenye entries zako umeumia. Kwa sababu changamoto ya coins ambazo ni meme coins hizi, shell coins ambazo hazina project yoyote nyuma yake, ukifanya DCA unakuwa unajiumiza. Kwa sababu coin haiwezi ikashuka ikapanda tena, kwa sababu remember, hype haiwezi kaja mara mbili. Yani mwanamke hawezi akawa mzuri twice in her life. Anafika prime, anashuka na dorora. That's how it is. Mtanisamehe dada. But that's how it is. Kwamba meme coins nyingi zinapanda, then zina dump. Hazirudi. Kwa sababu gani? Hakuna ile organic flow ya demand. Coin ambazo zinakuwa na project, you don't even have to do good timing. Kwenye coin za project unahitaji kuwa na strategy nzuri. Unafanyaje uwekezaji wako over the long run, kwamba miaka 5 mbele, miaka 10 mbele nataka nifike hapa, kwa hiyo natakiwa nifanye 1 2 3. That's how you invest kwenye coin ambazo zinakuwa na project. Kwa hiyo unakuta kwenye meme coins, coin ambazo hazina project driven by hype, unahitaji kufanya timing. Lakini kwa coin ambazo zina project nyuma yake, unahitaji kutengeneza strategy nzuri. Sasa
usiende na timing kwenye crypto zenye project. Utajinyima vingi. Ni kuwa na strategy. Na strategy ambayo huwaga mimi na advice ni dollar cost averaging, au kwa lugha rahisi uwekezaji endelevu. Kama una F50, kama una laki, umepata project nzuri, imekuwa labda ni Inkryptus au project nyingine ambayo umefanya analysis vizuri, umeona kabisa hii project it's a long term project ambayo nataka nikuwe nayo, itanifanyia vizuri, au labda unataka kununua Bitcoin, unataka kununua Ethereum, unasema mimi kila mwezi katika ninachokipata naweza kutenga F50. Kwa sababu ukipiga hesabu za kirahisi kwa mtu ambaye hana pesa kabisa kama mimi, F50 ni kama kutenga 1200 kwa siku au 1300 kwa siku. Kwa kama unaweza kutenga shilingi 1300 kwa siku na ukainvest kwenye project ambayo ni nzuri, ndani ya miaka 10-20 utakuwa umepiga hatua kubwa, kwa sababu ile coin, as long as the project is there, ile coin itaendelea kuwa na natural demand. Kwa hiyo just to conclude ni kwamba kila coin inakuwa na kitu nyuma yake. It's either project au ikawa ni hype. Nunua coin ambayo nyuma yake kunakuwa na project, na hata kama huna pesa nyingi ya kuwekeza, unaweza ukawekeza shilingi 1300 tu kwa siku, na ndani ya miaka 10 maisha yako yakawa yamebadilika kabisa.